Sasa wewe ujiulizi, sisi tunatoa wapi hizo hela? Mabosi wenu ndio wanatakiwa kulipa hichi kituo. Wanapokuwa wanaendelea na nyinyi mnatakiwa mhakikishe mnalinda maslahi ya kituo hiki. Bosi yote anayetaka kuendelea na wewe alipe hapa. Hiyo ndio sadaka yetu, huo ndio ujira wetu, na Biblia inasema kila mtendakazi anastahili ujira wake. Na sisi ujira wetu ni kuandaa nyinyi. Tunawaandaa kwa 0 senti. Hakuna hela yoyote dada yote anayelipa. Unashindwaje kwenda kusimamia kituo chako kilichokupeleka kwa bosi mzuri ambaye mpaka mnataka kuendelea bila kumwambia sasa madam twende kituoni ukasaini nini mkataba ili sisi tupate haki yetu inayostahili. Haki yetu ni pamoja na haki zenu nyie. Wenzenu wanakuja, wewe umeshapita hapa, umepata kazi, maisha yako yanaenda vizuri. Vipi hao ambao ndio wanapita sasa hivi? Watakula nini? Watalala vipi? Nani atawatrain? Nani atawasaidia? Kituo kimejaa watu ambao wanahitaji walipwe mishahara. Sisi wenyewe tulipwe. Hatuko hapa tu kufanya kazi ya bure. No, bosi wako mwenyewe anafaidika, anafanya biashara, anaingiza mamilioni ya hela. Kwa sababu gani? Wewe uko nyumbani kwake. Sasa hiyo yote lazima kila mtu apate haki yake anayostahili. Lakini kuna wadada wengine mnakuwa wapumbavu, mnakwenda kule, mnatukana sisi, mnaenda kuendelea na mabosi wenu mkifikiri ni baraka. Ni laana. Ni laana. Sisi hapa tunachowaambia ni ukweli mchungu. Umesikia? Yani tunachokwambia ni ukweli ambao unatakiwa utembee nao. Nenda kaendelee na bosi wako, sisi hatupo, lakini ni laana unajitengenezea. Utakaporudi hapa kituoni bosi wako alipe gharama, ndio utatengeneza njia na baraka kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kile ambacho sisi ulikuja hapa ukatumia, utakuwa umesababisha Mungu aendelee kufungua milango kwa ajili yetu. Lakini ukitaka kutufungia milango, hiyo milango haitafungwa, utafunga ya kwako. Kwa sababu usichotaka kutendewa usimtendee nani? Mwenzako. Kwa hiyo usifikiri sisi ndio tutakosa hela ya bosi wako. Wewe utakosa zaidi kwa njia ambazo Mungu mwenyewe anazijua. Huo ndio ukweli wa dada mnatakiwa msikie. Wewe na wenzako wenye tabia kama hizo. Umesikia ndugu yangu? Ujanja hapa sisi hatutaki. Umefanya kazi, umesifiwa huko, mpaka sasa napata mashaka na hizo sifa ulizopewa kama sasa ni za kweli au kwa sababu mmeshakubaliana kwamba mtaendelea, kwa hiyo bidi bosi akupe sifa kama zote. Sawa, kama unazo. Ndio maana mimi mwanzoni nikasema huyu dada anastahili hata kupelekwa kazi ya smart. Umeona? Nikiwa na moyo mweupe kabisa. Lakini ninavyokuja kusikia tena mapicha uliokuja kutuletea hapa, yani umekuja hapa na attitude. Mama msinyie mnanilazimisha. Yani si tukulazimishe wewe. Sisi tunakueleza utaratibu uliokubaliana. Umesaini mkataba wetu. Ukisaini mkataba wetu tuna haki yetu kwako. Otherwise si kuna madalali wamejaa huko mtaani. Kwa nini ulikuja Wadada Center, Jasmine? Kwa nini ulikuja Wadada Center? Unapokuja Wadada Center ndugu yangu, lazima ujue sio tu Wadada Center. Mtu yote ambaye anakusaidia kwa utaratibu uliokubaliana, keep hiyo promise. Linda ile ahadi, agano. Kwenye ndoa linaitwa agano. Kwamba unapokubaliana wewe ni mume wangu si ni nini, unatulia naye. Wewe umekuja kwetu tumesaini mkataba wa kazi. Kama bado uko kazini na yule bosi, hilo ni agano, usilivunje. Ukilivunja utajitengenezea mazingira mabovu wewe mwenyewe, kwa sababu sisi wenyewe tunaendesha huu mradi kwa neno la Mungu. Huu mradi umefunikwa na ufalme wa Mungu. Sio sisi tunaendesha kwa akili zetu. Maana tuna confidence ya kudai stahiki zetu kwa sababu neno linatuambia kila mtendakazi anastahili ujira wake. Kwa hiyo tunajua kabisa Mungu, watu ambao Mungu anawaleta hapa, wale ndio hatima yetu iko pale. Kwamba wao ndio watasimamia hichi kituo kisonge mbele. Sasa nyinyi tena mkienda kule mkaanza kutugeuka na kuanza kuleta ujanja, hiyo sio nzuri. Umeelewana mamangu? Hatutakuja huko kukagua mabegi. Sawa? Wewe nenda na bosi wako, mtaendelea na hichi kipindi atakiona, na yeye anajua kabisa kama ni mtu ambaye anamwamini Mungu, anataka kuendelea na wewe nje ya mkataba. Hela ambayo angeilipa kituo hiki anaweza akaipoteza mara 10,000. Sio kwangu mimi, sisemi mimi, naongea kanuni za kimungu zilivyo. Unaweza leo ukakataa, lakini ukapata gonjwa la kukupeleka India, utatumia shilingi ngapi? Kwa sababu ya kitu kidogo tu ambacho ulitakiwa tu utende haki ya agano ambalo uliingia. Umeingia kwenye mkataba na hawa watu ambao wanasaidia wasichana. Nimepata msichana mzuri ambaye bado nataka kuendelea naye. Jamani, sasa si uchangie tu. Yaani msichana bado umempenda, unamngangania, unataka endelee kukutunzia nyumba yako na familia yako, ila kutoa sadaka ya kuendeleza kile kituo unaona shida. Wakati hicho kituo, bila hicho kituo usingempata huyo dada. Hiyo ni akili ya namna gani? Anyway, ndio hivyo jamani. Wale mnaoendelea na wadada bila utaratibu, kwa wadada na kwa mabosi, inakula pande zote. Kila mtu atajua namna ambavyo atalipia. Yaani kila mtu atalipia kwa namna yake, kwa sababu sheria za Mungu haziongopi. Ni takatifu, yani zinafanya kazi yake, zinakata kuwili. Kwa hiyo wewe dada, wewe bosi,
Kwa usalama wako njoo renew mkataba. Ni ulinzi pia wa familia yako na kizazi chako. Ulinzi, unaweka ulinzi. Unapokuwa unawatendea watu wema ambao wewe usingependa kutendewa wema ambao ungependa kutendewa, au utakapoacha kutendea mtu ubaya ambao wewe usingependa kutendewa, manake unajilinda wewe, unalinda na kizazi chako. Ila ukifanya ubaya, basi ubaya unakurudia. Ndio maana tukaaswa tusifanye ubaya kwa watu, kwa sababu umfanyie yule mtu, unajifanyia mwenyewe. Jamani, message sent and delivered, mimi hapa nanyoosha kama kawaida. Yaani kama kawaida, hiyo ndio sifa yangu. Unataka faraja, nenda huko kafarijiwe na maneno ya uongo kwenye makanisa siku hizi yamejaa uongo. Utabarikiwa. Ubarikiwa wapi na wewe umekaa na baraka za watu? Ubarikiwe na nani? Makanisa wanawadanganya. Kunywa maji, kunywa mafuta, nini? Utabarikiwa kwa matendo yako, sio kwa maneno. Wala sio kwa kukimbizana na makanisa huko utakuta mnatoa masadaka mengi makubwa. Lakini kuna baraka za watu umezishika. Zipi hizo? Unakimbia haki. Unakimbia baraka za watu umezishika wewe. Haki za watu umechukua, utaratibu wa watu kwamba natakiwa kufanya hiki na ukaahidi kweli nitafanya na ukasaini. Leo hii unarukaruka, unaleta uongo. Hutudanganyi sisi, unamdanganya Mungu wako anayekuona sirini. Na huyo dada unataka awe mkweli kwako, unataka awe mwaminifu kwako, unataka kae na nyumba yako vizuri. Lakini mnacheza mchezo wenu wa kishetani hapo. Yani wenyewe mnacheza mchezo wa kishetani kwamba mmetudanganya, muendelei. Wewe nenda tu. Wengine wanakujaga mpaka hapa mabosi na dada. Nimemleta dada, amemaliza mkataba wake, sasa anaenda tu kwao. Wengine wanalia. Hadi wanalia vimachozi vya kweli na uongo. Lakini huko sijui Kigamboni wapi, wote tunawajua mnaendelea. Lakini tunasemaje? Muda utaongea. Wewe nenda kanisani sana. Toa sadaka sana, lakini nakwambia yani kama umeshikilia baraka za watu wengine, hiyo nayo ni kifungo chako. Sawa hicho ni kifungo chako. Sisi tumemaliza na Mungu anazidi kutuletea wateja, hatujawahi kuishiwa wateja. Kwa hiyo usifikiri wewe usipokuja kuchangia hichi kituo sisi ndio tutakufa, ndio tutaondoka, ndio kwanza tunabarikiwa. Ila tunakukumbusha tu kwamba ukiona mambo yako hayaendi, usikimbizane kwenda kutoa sadaka za kanisani. Kumbuka ni watu gani umeshikilia hatima zao. Ni watu gani umeshika baraka zao? Ni watu gani umewadhulumu? Alafu ndio hapo utafungua baraka, kwa sababu tumeambiwa kabisa umepewa funguo ya kufunga na kufungua, si ndio? Kwa hiyo ndio huo ufunguo, ndio huo. Unapowabariki watu na wewe unabarikiwa. Ukifunga za wenzako na zako zinafungwa. Ndio hivyo jamani. Mbona tunataka kurukaruka wakati mambo yako wazi? Neno la Mungu lishaweka kila kitu, ila kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo yetu kujifanya wajanja. Mimi nimemaliza kwa Jasmine. Kuna lingine maana mimi sitaki kujua arudi. Kwa hizo story tu nilizosikia hapo, wao waende wakaendelee, lakini watajua wenyewe. Sawa, yetu yamaliza. Haya.